Ndugu wanahabari, taarifa inayowasilishwa leo inahusu mafanikio ya utendaji kazi wa TAKUKURU mkoa wa Kinondoni kwa kipindi cha Januari mpaka Machi 2026, ambapo tumeendelea kutekeleza majukumu ya udhibiti wa upotevu wa mapato kwa kushirikiana na mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni, na tumefanikiwa kudhibiti upotevu wa zaidi ya shilingi milioni 500. Udhibiti huu umefanyika baada ya kupokea wafanyabiashara wasiolipa ushuru wa huduma, yaani service levy, ambapo ushuru huu hutozwa kwa wafanyabiashara kulingana na mauzo yao ya mwaka kwa mujibu wa Sheria ya Fedha za Serikali za Mitaa sura namba 290. Kukwepa kulipa ushuru huu husababisha upotevu wa mapato yanayostahili kukusanywa na halmashauri na kutofikiwa kwa malengo ya makusanyo yaliyotarajiwa. Baada ya TAKUKURU Kinondoni kufanya ufuatiliaji na kuwataka wafanyabiashara kulipa ushuru wa huduma wanayodaiwa kupitia control number za halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, wafanyabiashara hao walianza kulipa fedha hizo. Aidha, malipo ya shilingi bilioni 563,663,820 na senti 15 ya ushuru wa huduma, yaani service levy, yalifanikiwa kulipwa kutoka makampuni mbalimbali, na zoezi hili litakuwa ni zoezi endelevu, kwa maana ya kwamba kila mmoja anapaswa kulipa ushuru. Na kwa upande wa ufuatiliaji, tumeweza kufanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika manispaa yetu ya Kinondoni. Katika kutekeleza jukumu hili, TAKUKURU Kinondoni ilifanya kikao kazi na watekelezaji wa miradi wakiwemo wakandarasi, washauri na wasimamizi wa miradi ili kuhakikisha miradi inakamilika ndani ya muda wa nyongeza waliopatiwa kwa kuzingatia ubora, matakwa ya kiusalama kama yalivyoelekezwa na TAMISEMI. Vikao hivyo viliitishwa baada ya TAKUKURU kubaini uwepo wa ongezeko la muda wa utekelezaji wa miradi kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo mabadiliko ya michoro na mahitaji mapya yaliyoendana na matakwa ya kiusalama kama ilivyoainishwa na TAMISEMI. Katika kipindi tajwa, tumeweza kufuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo 7, ambapo kati ya hiyo miradi mitatu ikiwa ni ujenzi wa ghorofa moja yenye wodi ya wazazi na sehemu ya upasuaji katika zahanati ya Ndumbwi, jengo la magonjwa ya kuambukiza katika hospitali ya wilaya iliyoko Mabwepande, na ujenzi wa ukuta katika hospitali hiyo yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 1,625,960 na 706. Vilevile miradi minne yenye thamani ya shilingi milioni 340 na laki 4 katika sekta ya elimu, ambayo ni ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo katika shule ya sekondari Makabe, shule ya msingi Luguruni, na ujenzi wa jengo la ofisi katika shule ya sekondari Makabe viliweza kufuatiliwa. Na kwa upande wa elimu kwa umma, kutokana na elimu tuliyoitoa kwa wananchi na wadau tuliokutana nao, imeweza kusaidia kuongeza ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo. Wananchi wamehamasika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kupunguza malalamiko ya vitendo vya rushwa katika ngazi ya mitaa na kata. Aidha, tumefanikiwa kuwafikia wananchi 6571 wakiwemo watumishi wa umma, vikundi vya kijamii vya maendeleo, lakini pia tumejipanga kuendelea kufuatilia
utekelezaji wa mapendekezo ya programu ya TAKUKURU Rafiki. Na tunatoa wito, TAKUKURU mkoa wa Kinondoni inatoa wito kwa wananchi wote kujiepusha na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu katika kuzuia vitendo hivyo katika maeneo yao. Na kwa taarifa za vitendo vya rushwa, wananchi wawasiliane nasi kwa njia zifuatazo: kufika ofisi za TAKUKURU mkoa wa Kinondoni na TAKUKURU wilaya ya Ubungo, lakini pia kupiga simu namba 113 ambapo simu hii ni ya bure, lakini pia kupiga simu ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kinondoni ambao ni namba 0738 150 236 au namba ya simu ya mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Ubungo namba 0738 150 238. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Asanteni kwa kunisikiliza. Tushirikiane. Sababu kwa taarifa ambazo bado sio kama umefikia hapo na kutafuta mtandao mtaki hiyo ni gani, sababu na wasema watu pia ndio serikali ndio makile ile sababu ndio kwa hiyo kile kilichotengenezwa na wewe tusifiche hiyo mtawala naamini kwa lile ambalo nimelijibu mwanzo linaeleza kwamba bado hatujafanikiwa kumpata, na tunapomtafuta mtu anapotafutwa kuna mbinu mbalimbali zinazotumika, lakini ikiwemo pia na kuwashirikisha wananchi, na ndio maana tukalileta kwa wananchi ili tuweze kushirikiana katika kufanikisha hilo. Na kama ambavyo mtakumbuka, tuna kauli mbiu ambayo tunasema jukumu lako na langu, na ndio maana tulilileta kwa umma ili tuweze kufanikiwa kumpata. Kwa hiyo kazi bado ipo, bado natoa wito tushirikiane. Kwa hiyo kama ndugu pale una taarifa zozote ambazo zinaweza zikasaidia kuweza kumpata, natoa wito tena tushirikiane, tupatie hizo taarifa ili tuweze kufanikisha kumpata. Karibu. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.